Mimi naitwa Mama Kagonji. Kama alivyoongea kiongozi hapa, mapato ndio kila kitu. Ili halmashauri iende ni lazima kuwe na mapato. Kiongozi aliondoka hapa kuna timu, yaani kwa umuhimu wa mapato kuna timu mbili. Kuna wasimamizi wakuu, mwenyekiti na katibu wa mapato wa wilaya. Lakini pia kuna uongozi kwenye timu ya ufuatiliaji sasa hayo mapato, kikosi cha kufuatilia ambao mimi ndo mwenyekiti wa kikosi hicho. Kwa maana hiyo mimi ndo ninakuja kwenu direct afu naleta taarifa kwa wao viongozi. Umuhimu wa mapato unafahamu, lakini pia vyanzo unavifahamu. Nataka niongee na watendaji, haswa watendaji. Maana ukipitia yale majukumu yako ya mtendaji ni msimamizi wa mapato kwenye eneo lako unalolitawala. Sasa kule kuna vyanzo mbalimbali. Kuna wengine wana vyanzo vya mchanga, wengine mawe, wengine vifusi, wengine ndio njia zinazopita magari yanayosafirisha labda vyakula, mihogo, matunda, nini, vyote hivyo ni vyanzo ambavyo mnatakiwa kukatie mapato. Sasa mmekuwa mkiona kwamba ile sio sehemu ya kazi zenu au sio sehemu ya majukumu yenu. Kwa hiyo watu tunawapeleka wale vijana kwa kusimamia kazi za kukusanya mapato, hamwafuatilii. Jukumu lako moja wapo ni kuhakikisha unamfuatilia yule anayekusanya tuliomweka pale. Yule sio mwajiriwa. Yule tumemweka ili akusaidie wewe. Kwa sababu kasa umetoka kazini, ofisini na kwenye kizuia pia ilikuwa kazi ngumu. Kwa hiyo ni wajibu wako kuhakikisha unamfuatilia ili uhakikishe amebenki zile fedha anazozishika kwa siku. Yaani amezikatia asubuhi ikifika saa 12 amezibenki. Na maeneo mengine tunakuta changamoto, benki ziko mbali au sehemu ziko mbali. Mnawapa msaada ili kifanyike. Tunataka hela zifikiwe kwa wakati. Lakini pia mnatakiwa muangalie wanakusanyaje, kweli wanakusanya, kweli wako kwenye kizuia kwa muda. Kwa sababu mara nyingi tunaweka wawili. Sasa kama tunaweka mawili, tunatamani masaa 24, kama ni kizuia cha masaa 24 pawepo na mtu. Sasa nani, mimi niko hapa, nani atakayejua kule Mafizi hao watu wawili leo yuko huyu mtu kwenye kizuia? Ni wewe mtendaji. Kwenye eneo lako kule Kibwemwenda, mimi mpaka nipige Kibwemwenda, wewe umeshapoteza mapato kwa kutokumsimamia yule mtu awepo kwenye kizuia kwa wakati. Lakini je, ana rekodi? Unaangalia ile daftari amerekodi leo, kwa nini umerekodi labda trip 5 wakati mimi nimeona zaidi ya magari 6 7? Hiyo ni kazi yako. Kwa sababu wengi kule wanategea tu Mama Kagonji anapita ndo wanaanza kurekodi. Lakini wewe unatakiwa unisaidie kwanza. Tumesikia, tumeelewana jamani? Kwa sababu jukumu hili linakusababisha mpaka wewe umeletwa kwa mafunzo hapa. Maana kama tujakusanya unalipwa nini? Ni ngumu. Si ndio jamani? Tusaidiane huko. Mimi sitakufumbia macho. Yoyote yule nikiona na yeye pia anakuwa ni sehemu ya kutokusimamia wale wanaokusanya mapato, kweli naanza naye. Lakini pia kule kwa watendaji wa vijiji kuna zile 10% za halmashauri hamzikati kama inavyotakiwa. Mtu anakuja amenunua shamba milioni 2, 10% ni shilingi ngapi? Si laki 2. Mtu anakuja na kolaida anapojua anaandika laki au laki na nikikukamata nikikuta imekula kwako. Kwa sababu mnafundishwa sana uadilifu, uaminifu, uwajibikaji. Bahati nzuri mimi ni afisa utumishi pia. By professional ni afisa utumishi. Tunawafundisha uwajibikaji, uadilifu, lakini zaidi uzalendo. Kuwa mzalendo kwenye eneo lako, utaonekana na mkurugenzi wako kama utakuwa mzalendo. Lakini tunakuta rekodi, usimamii mapato, yaani wewe unazunguka tu umekuwa bosi wa ofisini. Mtendaji maana yake utafanya utendaji, lakini pia utatembea kwenye maeneo yako. Kwenye vitongoji, kwenye vizuia, hiyo ni wajibu wako. Tukisaidiana tutakuwa rahisi kwetu. Sawa jamani?
Yaani naombeni tukifika huko nikiomba daktari ndio rekodi ndio andika watu walionunua mashamba na kila kitu, rekodi zako zikae vizuri. Tumeelewana? Basi mimi waombe tu kwamba kwa maana ya hapa tena watendaji mafunzo mengine na wapa ya awali hayo. Msimamie mapato. Mimi sichezi wala sicheki kwenye mapato. Kabisa. Muelewe hivi. Watendaji wenzangu. Lakini wale wa afya kuna mapato yale, kama mtapata mahali mapato yale yana nini? Wekeni data zenu vizuri. Anzeni vizuri, malize vizuri. Kama kiongozi anasema mko mahali fulani, bado hamjathibitishwa, tunataka tuone wajibu wenu, utendaji wenu, wajibu wenu. Mimi naomba nishukuru, lakini tutakutana tena kwa watendaji kikao kingine.